unahamasisha wananchi wafanye usafi, lakini mwisho wa siku hakuna utaratibu mzuri wa uzoaji wa taka, kwa sababu by then wakati nafika kweli kulikuwa kuna changamoto. Mkurugenzi alikiri kwa wazi, tulizungumza naye na akasema kulikuwa na changamoto. Wale wazabuni wa kwanza kuna shida ilijitokeza kati ya halmashauri na wazabuni, na mwisho wa siku wengine waliondoka bila kuendelea kutekeleza kazi ile. Kwa hiyo ndio maana taka zikawa zimezagaa kwenye kila maeneo ya mitaa yetu. Kwa hivyo tulitoa muda kupitia kamati ya usalama mnayoiona pale. Tulizungumza na wenyewe waliliona, tulijadili kwa kina. Kwa hiyo tukatoa maelekezo kwa mkurugenzi kwamba kwa kupitia yeye na wataalamu wake, of course na mstahiki meya sasa kwa sababu wakati ule alikuwa yupo, lakini kwa pamoja wapange na kutupa utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa taka katika mji wetu, kwamba kama wanaipa kampuni wahakikishe wanafanya huo utaratibu mchakato ndani ya muda mfupi, kampuni madhubuti ipatikane. Kama wanafanya wao wenyewe tujue, watuletee mpango kazi mahususi kabisa wa ukusanyaji wa taka kwenye mji wetu ili kuhakikisha kwamba wale wanaokusanya sasa kwenye zile centers zikitolewa zinapelekwa kwenye maeneo mahususi. Kwa hiyo tulitoa muda na nafurahi kusema kwamba kazi ile ni kwamba wameikamilisha, na nitampa nafasi of course mkurugenzi atalieleza kwa kina, lakini taarifa zilizopo ni kwamba tayari wameshapata kampuni, kwa maana kuna moja ambayo imechukua tenda kukusanya kwenye kata 7 na kuna nyingine wameniambia imefika leo ambayo na wenyewe wameendelea na mazungumzo nayo ili kuhakikisha sasa kwenye mji wetu kuna watu wa huduma bora ili waweze kufanya kazi kama ambavyo tumekusudia. Kwa hivyo kwa wale, kwa sababu ndio wameanza utekelezaji wa kazi hiyo kwa mwaka huu, kwa maana kwa mwezi huu, sasa tunaweza tukaelekezana, kwa sababu kama mzoaji wa taka yupo, maana hata mwananchi ukimuelekeza sasa kuhakikisha anakuwa na sehemu sahihi ya utupaji wa taka itakuwa ni vema. Na kupitia kikao hiki manake sasa kwa sababu tayari kampuni ipo, manake tuelekezane hilo kwamba kila mmoja hakikisha anakuwa na kikusanya taka, hususan kwa wale wenye biashara hapa mjini. Vizuri kila mtu anakuwa na kisehemu cha kutunzia taka zake, ili mwisho wa siku ile kampuni kipita kunakuwa na collection center sehemu moja ambayo wote mnakwenda kutupa pale na zinazolewa kwa ujumla wake. Tofauti na hali ilivyo sasa kwamba kuna wengine hawana, ndio wanaishia kutupa kwenye mitaro, kwenye mifereji, hata mkipita wenyewe mnaona kama ninavyosema. Na unakuta mwingine biashara yake yuko hapa lakini biashara iko mbele, mtaro umejaa takataka. Na ukijiuliza sasa ni nani? Utasema mvua imeleta, ni sawa, lakini na wewe uko pale pengine unatumia muda ule kutupa mle kwenye mfereji badala ya kuweka kwenye sehemu husika. Kwa hivyo sote kwa pamoja tushirikiane, wakazi wa wilaya Tabora kwa pamoja, kwa sababu sasa tayari kama nilivyosema utaratibu upo na unaendelea kuwekwa. Ni vizuri tuendelee kuhamasishana, tufuate utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa taka ili basi mji wetu uweze kuwa msafi. Taasisi ya magereza tumeshawapa kazi ya usafi ambapo wanafanya kata 7 na mitaa yake, kata ya Mwinyi, Kidongo Chekundu, lakini tuna kata ya Cheyo, tuna Mpera pamoja na Ipuli, ambapo zabuni kwa maana ya taasisi ya magereza wameanza tarehe 1 mwezi wa kwanza kufanya usafi katika kata hizi 7 pamoja na mitaa yake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tulikuwa na mazungumzo ya kampuni ya Jamenak ambayo makao makuu yako Dar es Salaam, lakini wana ofisi Nzega. Wamekuja nao pia tuitangaze zabuni ya usafi katika kata 4 ambayo ni Isebia, Kidongo Chekundu, Ngambo pamoja na Malolo. Lakini tuliwaita Mheshimiwa Mwenyekiti kwa maana kuja kuzungumza nao. Ukiangalia kata nilizozitaja mwanzoni kwa maana ya Kidongo Chekundu na Ngambo tayari zilikuwa zimeshaingia magereza. Kwa hiyo tumeita tuje tuzungumze nao ili tuwape kata zingine tofauti ambazo tayari tulishawapa magereza. Kwa hiyo mzabuni ataanza tarehe 1 mwezi wa 2 2026. Huyu ambaye tulikuwa tuna mazungumzo naye leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kwa hiyo ni washukuru hasa maafisa watendaji, wanajitahidi kutuhamasisha katika usafi. Zingine takataka tunazika, lakini ninachoomba tafuta taasisi. Ulivyosema magereza nakubali. Kama kuna taasisi nyingine ambayo imejiunga labda vijana wapeni, lakini kuliko kuwapa hao watu binafsi. Wanakuwa wengine ni wapigaji tu, ana gari, ana nini, wala hata troli ana. Ukimpa tenda inakuwa unampa mlo. Kwa hiyo ilikuwa ni ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumeshuhudia mtu unampa tenda ya kuzoa uchafu, anakuja na kitoroli. Sasa uchafu wa siku 5 hivi kitoroli kitabeba kiasi gani na kupeleka wapi? Kwa sababu umetaja magereza, mimi nishauri hizi kata zote za mjini ingependeza sana wakapewa zote magereza. Kule pembeni ndio tuangalie utaratibu mwingine. Naomba kuwasilisha.